Huu ni ujumbe ambao umewekwa kwenye vyanzo vya Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa yuko gerezani, kwa maana kwenye peji yake ya Instagram, lakini pia huko X. Ujumbe huu umewekwa ikiwa ni hotuba ya heshima kwa Edwin Isaac Mbiliewi Mtei, akiwa anatoa hotuba yake ya heshima kwa kile ambacho amekifanya Mzee Mtei kama muasisi na mwanzilishi wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo, kwa maana ya Chadema, ambapo sasa hivi Tundu Lissu ndiye mwenyekiti wa chama hicho. Sasa hii hotuba ni ndefu kweli. Utakumbuka juzi ambapo John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hicho, akiwa anatoa salamu zake za rambirambi mbele ya umma, lakini pia mbele ya waombolezaji waliohudhuria katika msiba huu, alizungumza kwamba Tundu Antipas Lissu ana salamu zake pia ambazo amezitoa kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa Edwin Mtei, lakini akasema ujumbe wake ni mrefu kweli, ambapo chama hicho watashare kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia na kwa vyombo vya habari. Sasa admin ambaye anaziendesha peji za Tundu Lissu ameweka pia hii hotuba ya Lissu kupitia mtandao wa Instagram, ambayo nitaipitia hapa kwa ufupi, lakini pia kuna ile nyingine ameweka katika ukurasa wa X, zamani Twitter, ambapo ujumbe huu una kurasa 9. Of course ni ujumbe mrefu kweli kama ambavyo John Heche alizungumza katika hotuba yake. Sasa nitakusomea kurasa moja kwa sababu ujumbe ni mrefu kweli. Nitakusomea kurasa hii ya mwisho, lakini pia nitakusomea na comment za wadau ambavyo wameupokea ujumbe huu wa Tundu Antipas Lissu, ikiwa ni heshima kwenda kwa Mzee Edwin Mtei, lakini pia mjenzi wa nchi, kiongozi wa mfano, ameandika hapo kwenye hiyo hotuba yake Tundu Antipas Lissu. So nitasoma kurasa ya kwanza na kurasa ya mwisho. Kurasa ya kwanza inasema: Edwin Mtei, mjenzi wa nchi, kiongozi wa mfano. Mheshimiwa Freeman Aikael Mbowe na wanafamilia wa marehemu Edwin Mtei, viongozi, wanachama na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ndugu wananchi, waombolezaji, mabibi na mabwana, nimepokea taarifa za kifo cha mwenyekiti mwanzilishi, muasisi wa chama chetu, marehemu Edwin Isaac Mbiliewi Mtei. Kwa masikitiko makubwa katika hili, nafikiri sitakosea nikisema kwamba siko peke yangu. Hata hivyo, naombeni mniruhusu niwape pole nyingi watoto, wajukuu, ndugu na wanafamilia wa marehemu Mzee Mtei. Salamu hizi za rambirambi zinawahusu pia viongozi, wanachama na wafuasi wote wa Chadema popote walipo katika nchi yetu na nje ya nchi. Aidha, Mzee Mtei alisimama katika mstari wa mbele kabisa katika harakati za ujenzi wa nchi. Kwa sababu hiyo, salamu hizi ziwafikie pia wananchi wote wa Tanzania kwa ujumla. Huo ulikuwa ni ukurasa wa kwanza. Hapo katikati akaelezea historia ya Mzee Mtei, vile ambavyo Mzee Mtei ameianzisha Chadema, njia ambazo Mzee Mtei alipitia, heshima ambayo anastahili kupewa Mzee Mtei, lakini amezungumzia historia kuanzia pale Mzee Mtei alivyokuwa muasisi wa chama hicho, misimamo yake ambayo imezungumzwa na viongozi wengi wakati wakiwa wanatoa hotuba zao na vitu kama hivyo. Sasa hapo katikati ameeleza historia zaidi ya Mzee Mtei, lakini ukurasa wa mwisho unasema: ndugu waombolezaji, sasa naomba kumaliza salamu zangu hizi. Edwin Isaac Mbiliewi Mtei aliishi maisha marefu na yenye thamani, maana na mafundisho mengi kwetu. Hatupaswi kuomboleza kifo chake, tunapaswa kusherehekea maisha yake marefu. Hatumdai chochote, alikwisha lipa madeni yake yote kwetu na kwa nchi yake ya Nariba juu. Alivipiga vita vilivyo vizuri, alilinda imani yake, na sasa mwendo wake ameumaliza. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha mema na marefu, kwa malezi bora aliyotupatia, kwa utumishi uliotukuka na uadilifu wa Edwin Mtei na sisi sote ambao maisha yetu yaliguswa na kufadhiliwa na baba yetu huyu. Tuungane katika dua hii. So akaweka dua hapo, anasema: ewe
Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, mapenzi yako yametimia. Uyasamee makosa ya baba yetu huyu, mwangazie nuru ya uso wako, uiweke roho yake mahali pema peponi. Amina. Na washukuru kwa uvumilivu wenu, na Mwenyezi Mungu awape nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Kaweka hapo chini Tundu Antipas Lissu, gereza kuu la Ukonga, Dar es Salaam, Januari 2026. Huo ndio ulikuwa ujumbe wake Tundu Lissu. Of course ujumbe ni mrefu kweli kweli, umenielewa vizuri. Kwa hiyo ndio kusomea baadhi ya comment. Huyu anasema Mungu akutunze Lissu, hata CCM tunakupenda. Okay, huyu anasema CCM pia tunakupenda sana, Mungu akuweke wewe ndo rais ajaye wa kutufikisha nchi ya Kanaani. Okay, huyu anasema jamani, hivi kesi ya mheshimiwa Lissu imeishia wapi? Of course kesi itaendelea Februari 9, 2026. Itaanza kusikilizwa tena kwa mara nyingine. Okay, anasema mwalimu wangu Lissu. Okay, huyu anasema wewe ni baraka kwa wote wapenda haki na wanaojielewa. Wanasema tunakupenda mheshimiwa Lissu. Huyu anasema hivi uko okay, sawa. Amezungumza hivyo. Anasema Mwenyezi Mungu akufunike kwa wingu lake, Mwenyezi Mungu awe nawe daima, Tundu Antipas Lissu. Mnaelewa vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo, huo ndio ujumbe wa Tundu Antipas Lissu. Wewe nasema tunakuombea Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza huko kwenye nyua za gereza kama alivyomtunza Yusufu. Pole kwako pia kwa kutohudhuria ili tukio la kumwaga muasisi wa chama chetu. Mungu awe na wewe. Nasema Mr. Chairman, ndio hivyo. So kila mmoja amezungumza kwa upande wake, lakini Tundu Lissu anasema ujumbe umetokea kwake gereza kuu la Ukonga, Dar es Salaam 2026 Januari hiyo. Mtazamo wako nini? Tuambie hapo kwenye comment. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.